Kuna mtu ambaye aliuliza swali akisema hivi, watu waliofanikiwa walishindaje hali ngumu ya kukatisha tamaa lakini wakavuka salama? Yaani watu waliofanikiwa walishindaje hali ngumu ya kukatisha tamaa wakavuka salama na wakaamua kuziishi ndoto zao? Karibu ndugu mpendwa, jina langu ni Mungu Kalaba. Jambo la kwanza walilofanya, waliamini katika changamoto zao, katika matatizo walikuwa wanayapitia. Walijua ni ya muda mfupi, na walijua kwamba wakiwekeza nguvu zao huko katika kutafuta suluhisho, basi wataweza kushinda hali hiyo na kuweza kuvuka salama. Cha kwanza, waliamini kwamba tatizo, changamoto wanazozipitia ni za muda mfupi, na wao wana uwezo wa kuweza kuzikabili na kuzishinda na kuvuka na kwenda nyingine hatua. Kwanza, katika dunia hii kila binadamu anakuwa na matatizo yake. Yaani kila binadamu iko na matatizo yake ambayo anapambana nayo, ambayo anakabiliana nayo. Ni kila binadamu. Na matatizo hayakuji kwa sababu ya kutuangamiza au kwa sababu Mungu anatuchukia. Hapana. Matatizo yanatujia sisi wanadamu kwa sababu yanataka kutukomaza, tuimarike, tupevuke kiakili. Yaani mchakato ambao tunaandaliwa ili tuweze kuishi katika mafanikio. Kumbuka, ukipata mafanikio ambayo hujui mchakato wake, kuna uwezekano mkubwa wa kufika juu halafu tena unaporomoka. Lakini mafanikio ambayo umepata kupitia mchakato, umeimarika kisawasawa, umepevuka kiakili, una uwezo wa kusimama kule juu na usije ukaanguka. Ndio maana kabla uweze kufanikiwa lazima uweze kupitia changamoto mbalimbali, lazima upitie matatizo mbalimbali. Hizo ni kuja kujaribu, ukazishinda, ni lazima utaenda nyingine hatua. Ndivyo ilivyo kwenye maisha. Na ukiangalia kwenye Biblia, watu ambao iwe manabii waliomtumikia Mungu kisawasawa. Mfano tuchukulie Daudi. Kabla haja kuwa mfalme, kabla haja tawala, Mungu alianza kumpitiza katika hali huko chini. Wakati anachunga mbuzi, anakabiliana na dubu na simba. Kile alichokipitia Daudi kipindi hicho kilikuwa na muandaa katika kwenda kuishi ule ukuu au kuweza kuishi ule ufalme kisawasawa. Ndio maana unadhani ujasiri wa kukabiliana na Goliathi aliutoa wapi? Aliutoa ile kipindi alipokuwa huko akichunga mbuzi, kondoo. Huko ndiko kwenye huo ujasiri alitokea. Maana alikuwa anajua kwamba kama nimeweza kumuua dubu au kama nimeweza kumuua simba, hata huyu mtu ambaye yuko mbele zangu, kupitia Mungu ninayemwabudu aliyenishindania vita, aliyenishindania katika mchakato ule, basi nao naye naweza kudili naye, naweza kumshinda. Na ndipo akaweza kumshinda Goliathi. Lakini mwanzoni alitengenezewa huko nyuma, alianza kutengenezewa ili aweze kupata ujasiri wa kuweza kufanya nini? Kuweza kukabiliana na Goliathi. Kwa hiyo changamoto, matatizo yanapotujia, tusiweze kuchukulia kama vile yamekutujia kwa njia mbaya. Lakini tunaweza kukumbatia matatizo, machangamoto, kisha tuweze kutafutia suluhisho na tuvuke sehemu nyingine. Matatizo, changamoto haiji kwenye maisha yako kwa sababu uweze kuyavumilia, hapana, bali ni kwa sababu uweze kuyatatua ili uweze kuvuka nyingine hatua. Jambo la pili walilolifanya, waliamini katika kuwezekana. Yaani waliamini katika kuwezekana na wala sio katika kuto kuwezekana. Kumbuka, kanuni kubwa ya mafanikio ni imani. Unapokuwa na imani ya kitu kwamba naweza kufanya jambo hili na lile,
tayari unakuwa na asilimia kadhaa ya kupata jambo hilo kupitia imani. Maana kanuni ya mafanikio ya kwanza ni imani, ni kuanza kuunda picha ndani yako, alafu unaiamini kwamba hiki kitu tayari kiko. Sasa watu waliofanikiwa, walioshinda hali ngumu, cha kwanza waliamini katika kutatua changamoto na kuzishinda na kuvuka salama. Jambo la pili, waliamini katika kuwezekana wala sio katika kutowezekana. Waliamini kwamba wana uwezo wa kuweza kuvuka, kuweza kushinda changamoto zao. Jambo la pili, waliamua kuto kujionea huruma. Ndio, katika harakati za kupambania malengo yako, kutaka kufanikisha ndoto yako, kuna kipindi ambacho unaweza kuzani au unaanza kufikiria kwamba uonewe huruma. Sasa ukishakuwa mwa ile kipindi cha kutaka kuonewa huruma na uko na ndoto na malengo, maono unataka kuyapambania, itakuwa vigumu sana kuweza kufanikisha vile vitu ambavyo unataka kufanikiwa katika maisha yako. Kwa hiyo waliondoa hiyo roho ya kuweza kujihurumia, kuto kufanya mambo mazito. Ukiwa mtu kujionea huruma, itakuwa vigumu sana kufikia kile ambacho unatamani kukifikia katika maisha yako. Kwa hiyo katika harakati ya kupambania ndoto zako, malengo yako, mambo ya huruma yatoe katika kwenye fikra zako. Natakiwa upambane kabisa kwa 100%, uweze kupambana uwezekanavyo mpaka uangalie mambo yametokea. Usisubirie kuonewa huruma na mtu mwingine au na watu wengine. Hayo mambo yataacha au uweze kupiga hatua. Hayo mambo yataacha hausonge mbele. Kwa hiyo ni hizi mbinu tatu ambazo walizozitumia matajiri wengi kufanikiwa kuvuka katika hali ngumu na kwenda hatua nyingine. Cha kwanza nimesema, waliamini katika kutatua changamoto zao na kuweza kuzishinda. Pili, waliamini katika kuwezekana. Jambo la tatu, walikuwa tayari katika kuto kujionea huruma. Walifanya lolote liwezalo ili mradi waweze kufanikisha malengo yao, ndoto walizokuwa wameziweka katika maisha yao. Asante kwa kuwa na mwanzo hadi mwisho. Jina langu ni Mwiko Kalaba. Kumbuka ndoto yako inawezekana.